Sheria Updates na wakili Bashir Yakub. Naitwa Bashir Yakub, ni wakili msomi mwandamizi wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Leo mada yetu kama inavyosomeka ubaoni hapa, tunasema kwamba ni kitu amazing kidogo ambacho sidhani kama uliwahi kukisikia au kama umewahi kukisikia, basi leo utakipata kwa ufafanuzi zaidi kupitia kipindi chetu kizuri sana. Tunasema kwamba mpangaji anahesabika ni mvamizi pale tu mara mkataba wake unapoisha. Kwamba kwa mujibu wa sheria Tanzania, mpangaji pale mkataba wake unapokuwa umeisha, mkataba wake wa pango, basi kwa mujibu wa sheria anahesabika kwamba ni mvamizi, trespasser. Kitu hiki unaweza ukahisi kwamba kina ukakasi kidogo, lakini ndio kweli na ndivyo sheria inavyosema. Kwamba wewe ni mpangaji, umepanga sehemu, unaweza kuwa umepanga nyumba ya kuishi, unaweza kupanga nyumba ya biashara, unaweza kuwa umepanga ya maeneo, kwa sababu kuna watu wengine wanapanga maeneo hata sio nyumba. Kuna watu wengine wanapanga hadi mashamba. Mpangaji wa aina yote ile ambao unajua, mkataba wako, kodi yako imeisha, basi wewe kuanzia muda huu unahesabika kwamba ni mvamizi, trespasser, kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inakuwaje? Wakili msomi atakueleza vizuri inakuwaje. Kwa kwanza, unajua kwamba huwa tunakwenda kwa mtindo wa dondoo. Dondoo yetu ya kwanza inasema mkataba wa pango kuisha. Mkataba wa pango kuisha maana yake nini? Maana yake ni kwamba kile kipindi ambacho mnakuwa mmekubaliana na mwenye eneo au mwenye nyumba wako kinapokuwa kimeisha, ndicho kinachotafsiriwa kwamba ni mkataba wa pango wako umeisha. Mathalan, ulikuwa umepanga kwamba umeingia mkataba labda Januari 1. Sawa ni kwa mwaka mmoja. Inawaenda unapofika Januari 1 mwaka mwingine ndipo mkataba wako unahesabika kwamba umeisha. Na hichi ndio kitu ambacho tunakiongelea, kwamba mkataba wako sasa unapokuwa umeisha muda huu, ndipo sheria sasa wewe mpangaji sasa inakutambua kama mvamizi. Nimekuwa nikipata maswali mengi kutoka kwa wapangaji. Watu wengi wanataka kujua vitu vingi kuhusiana na masuala ya upangaji. Na nimeshawahi kueleza vitu vingi. Tumeshawahi kueleza masuala ya notice ya mpangaji inakuwa siku ngapi. Tushawahi kueleza mkataba wa upangaji unatakiwa uweje. Tunataka kueleza vitu muhimu ambavyo vinatakiwa na mambo mengine. Lakini leo nataka nikueleze kwamba mkataba wako unapoisha kwa mujibu wa sheria, wewe unahesabika kama mvamizi, na huyo mwenye nyumba wako anatakiwa akuchukulie ama akutreat wewe kama mvamizi, wewe mpangaji. So maneno ya wakili msomi ni maneno ya sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa maneno haya yanapatikana wapi? Ndio hapo sasa tunapokuja. Ukisoma dondoo yetu ya pili hapa, inaeleza vizuri kwamba mkataba wa pango ukiisha, mpangaji anahesabika mvamizi. Hapa ndipo mada yetu ilipo kwa siku ya leo. Nitakupitisha katika maamuzi ya Mahakama ya Rufaa ambayo yanasema jambo kama hilo. Wapo watu mbalimbali ambao wameshakumbwa na jambo kama hilo, ambapo mkataba wake umeisha, mwenye nyumba amekuja amemuondoa, vitu vyake vimeharibika, hakumpa notice, mwenye nyumba vitu vyake vingine amevichukua, amevifungia, watu wanakwenda mahakamani kulalamika. Mahakama huwa inaamua nini katika mazingira kama hayo? Ndio kitu ambacho tutakiwa kukisikiza kwa makini. Haya, tunaanza na kesi ya kwanza. Ni rufaa namba 242 ya mwaka 2008 kati ya Princess Nadia Limited, hii ni kampuni, dhidi ya Remens Shikusiri Tarimo na wengine. Hukumu hii imetolewa tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2021. Na hukumu tatu nitakuonyesha. Ya kwanza imetolewa mwaka 2021, nataka kuonyesha userious wa jambo hili. Ya pili imetolewa mwaka 2022, na ya tatu imetolewa juzi hapa mwezi wa 3 mwaka 2025. Hata wiki mbili hazijapita tokea imetolewa. Kwa hiyo jambo hili lina userious kiasi gani? Sasa nataka nikuonyeshe hiyo hukumu yenyewe inasemaje. Mtu amekwenda kulalamika, ameondolewa kwenye nyumba kwa nguvu na mwenye nyumba wake, hakupewa notice, hakufanywa chochote. Hayo unaweza kaona hapa. Ndio hii kesi nilikuwa nakwambia ya Princess Nadia na wengine watatu. Ni kesi ya Mahakama ya Rufaa. Majaji watatu wamesikiliza, Jaji Mugasha, Koroso na Mwandambu. Kesi zinazokuonyesha zinasikizwa na majaji watatu na zinasikizwa Mahakama ya Rufaa. Tunakwenda huku. Haya, alikuwa analalamikia nini huyu mpangaji? Alikuwa anasema hivi, alikuwa analalamikia unlawful eviction from the premise known as Lowley Building Block BKB 3 Central Area Tanga Municipality. Huyu alikuwa anapanga katika ile jengo linaitwa Lowley Building Block BKB 3 ambalo liko Tanga mjini. Anasema kwamba aliondolewa causing damage to her properties whereby the appellant claimed damages under several heads. Kwamba wakati wanamuondoa katika ile nyumba, mwenye nyumba wakati anamuondoa, vitu vyake viliharibika, na kwa hiyo alikuwa anaomba aliweze kulipwa fidia. Haya, tuendelee kidogo uweze kuona sasa. Anaomba kulipwa fidia. Unaweza kuona hapa anasema kwamba alikuwa ameingia mkataba wa miaka 15 ambao ulikuwa unaanza tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2000, ambapo yeye alikuwa anafanya biashara ya bakery. Bakery nadhani utengenezaji wa mikate, mandazi na vitu
vya namna hiyo. Kwa hiyo alikuwa amepanga katika ile jengo floor ya kwanza. Sokoni, ile jengo liko Sokoni Tanga. Walioko Tanga mnalijua, ile jengo linaitwa Laule Building. Liko Tanga ile eneo. Haya. Nini kilitokea baada ya kuwa ameondolewa na vitu vyake vimetupwa na vingine vimeharibika? Mahakama ilisemaje? Tunakuja huko kwenye maamuzi sasa. Haya mambo ni mengi, ni hoja hizi. Unajua kesi inakuwa na vitu vingi. Hoja, mashahidi waliokuja, vielelezo na nini. Sasa kote tuweze kupita huko. Sisi tuangalie alikuwa anashtakia nini na mahakama ilikuwa inasema nini. Na tumesema kwamba huyu alikuwa ni mpangaji. Akaondolewa kwenye ile nyumba baada ya mkataba wake kuwa umeisha. Ameondolewa kwa nguvu. Hakupewa notice, vitu vyake vikaharibiwa, vingine vikapotea. Sasa amekuja mahakama imsaidie kuweza kumdai fidia. Mahakama inasemaje sasa? Inasema hivi, since it was proved that the appellant was a trespasser, she had no right to benefit from her own wrong. Kwamba kwa sababu mahakama imepitia nyaraka zake, ikaona kwamba mkataba wake ulikuwa umekwisha. Na kwa hiyo alikuwa trespasser. Unaona hapa neno trespasser. Alikuwa mvamizi. Neno trespasser maana yake ni mvamizi. Na inasema kwamba kutokana na kwamba alikuwa ni mvamizi, she had no right to benefit from her own wrong act. Kwamba ukishakuwa mvamizi, maana yake wewe ni mtu haramu katika lile eneo. Kwa hiyo you have no right to benefit from your own wrong. Kwamba huwezi ukafaidika na makosa yako mwenyewe. Kwamba wewe ulikuwa mvamizi, umekaa kwenye nyumba ya mtu, kodi yako imeisha, mkataba wako umeisha, umekaa, unahesabika kama mvamizi. Halafu tena unakuja unataka kudai fidia. Unataka unufaike na makosa yako mwenyewe. Unajua kunufaika na makosa yako mwenyewe. Kunufaika na makosa yako mwenyewe maana yake ni kwamba ni sawa sawa na nataka nikupa mfano kwamba mwizi amekuja kuiba nyumbani kwako. Amekuta chakula umekipika pale, labda katika kuiba amekula kile chakula. Halafu katika kile chakula labda kikawa na sumu, akaanguka chini, labda akapata madhara. Halafu anakwenda kushtaki kwamba anataka umlipe fidia kwa sababu alikula chakula kwako chenye sumu. Hawezi kufaulu katika hiyo kesi kwa sababu anataka kunufaika kwa makosa yake mwenyewe. Wewe ulienda kuiba, ukala chakula, halafu unakuja kulalamika kwamba kile chakula kiko na sumu, unataka ulipe fidia. You cannot benefit from your own wrong. Huwezi kufaidika kutokana na makosa yako mwenyewe. Ndio hicho mahakama inachokisema kwamba wewe ulikuwa mvamizi, na kwa sababu umeshakuwa mvamizi, basi huwezi kutaka tena kulipwa fidia kwa sababu ukilipwa fidia na ulikuwa mvamizi, maana yake unataka ufaidike na makosa yako au unufaike na makosa yako mwenyewe. Ndio hicho kisema. Haya. Mahakama inasemaje? Inasema just as she was not entitled to any notice before eviction, she had no right to claim any compensation. Kwamba tuanze nini neno pekee. Just she has no right, she was not entitled to any notice before eviction. Kwamba kama ambavyo alikuwa hastahili kupewa notice yoyote. Nimesema hapo kwamba ukishahesabika kama mvamizi kwa mujibu wa sheria, hata notice utakiwa kupewa. Utakiwa uondolewe msobe kwenye eneo la mtu au kwenye eneo la pango. Na hapo mahakama inathibitisha hiyo. Inasema just as she was not entitled to any notice before eviction. Kwamba kama ambavyo hakustahili kupewa notice yote kabla ya kuondolewa. Inasema kwamba she had no right to claim any compensation from forceful eviction. Kwamba pia hakuwa na haki ya kudai fidia yoyote kutokana na kuondolewa kwa nguvu. Forceful eviction ni kuondolewa kwa nguvu. Ndio hicho tunachokisema. Kwa mwenye nyumba anaweza kuondolewa kwa nguvu. Forceful eviction. Kwamba kama ambavyo ulikuwa hustahili notice, ndio vile vile hustahili pia kulipwa fidia yoyote kutokana na kuondolewa kwa nguvu. Ni maneno ya mahakama hayo. Unaweza kusoma hii ni kesi ya tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2021. Imetolewa na majaji matatu, ilikuwa Tanga. Hii ni kesi ya kwanza ambayo inaongelea jambo hilo. Na kupeleka kesi ya pili haraka ili uweze kujua tunaongelea nini. Kwa kesi ya kwanza na sasa tunaenda kwenye kesi nyingine ya pili ambayo inazungumzia jambo kama hilo. Kesi ya pili iko wapi hapa? Na kutafutia ni kuonyesha usije ukasema wakili msomi haya maneno ni ya kwake. Haya, kesi ya pili ni hii hapo. Ni Lawrence Magesa ambayo huyu alikuwa na biashara ya farmers na Fatuma Omari ambaye alikuwa ni mwenye nyumba wake na huyu court broker. Kesi ya kwanza kama umeiona ilikuwa ni ya mwaka 2021. Nataka nikuonyeshe kwamba nilikwambia mwanzoni pale kwamba hizi kesi haya matukio yamekuwa yakijitokeza na mahakama imekuwa ikiamua vile vile. Ya kwanza ni ya mwaka 2021 ambayo tumeona ile mtu ameondolewa kwenye nyumba, kupewa notice, vitu vyake vimeharibiwa, mahakama imebariki jambo hilo. Sasa hii ni ya mwaka 2022. You can see here. Nataka nikuonyeshe, yes. Ni ya mwaka 2022. Ile ya mwaka 2021, hii ya mwaka 2022. Haya. Mahakama inasemaje? Hii ni kesi anasema this appeal arose from tenants relationship between Lawrence na huyo mwenzake. Kwamba kesi hii ilikuwa inahusu masuala ya upangaji, tenants relationship. Anasema kwamba huyu alikuwa analaumu nini? Kwamba alipoondolewa alikuwa anafanya biashara ya farmers. Alipoondolewa kwenye lile eneo la pango na mwenye nyumba wake, vitu vyake viliharibika,
na vingine akavichukua, yule mwenye nyumba akavichukua, vingine vikaharibika, vingine akachukua. Kwa hiyo alikuwa anadai nini? Kitu cha kwanza alikuwa anadai fidia milioni 98 ambayo ni pharmaceutical properties taken away by the respondent. Kwamba huyu wakati anachukua anasema alichukua vitu vyake vya milioni 98, alivichukua yule mwenye nyumba wake. Kitu cha pili anadai, kwa hiyo anadai milioni 98. Cha pili anadai milioni 10, anasema being specific value of other appellants. Kuna vitu vingine alichukua ambavyo havihusiani na matibabu, ambavyo havihusiani na pharmacy, ambavyo alichukua huyu mwenye nyumba, ambavyo anasema vinakadiriwa milioni 10. Halafu alikuwa anadai alipo tena milioni 130 ambayo ni faida, kwa sababu yeye alikuwa anafanya biashara, ni eneo la pango la biashara. Manake alikuwa anasema kwamba pia katika kule kufungiwa au kuondolewa kwa nguvu kwenye ile eneo amepoteza faida karibia milioni 130 kutokana na biashara yake. Kwa hiyo anataka mahakama itoe amri kwamba huyu mwenye nyumba wake aweze kulipa haya mapesa yote kwa sababu aliondolewa kwa nguvu. Mahakama inasemaje? Haya, twende tukaone. Alikuwa amepanga wapi kwanza tujue? Alikuwa amepanga Buguruni, nyumba namba BG KW 30, Buguruni, ile unaweza kaona hapa, Ilala District, Dar es Salaam. Haya, mkataba wake wanasema ilikuwa na miaka 2, kodi alikuwa analipa 400,000 kila mwezi, na mkataba wake ulikuwa unaanza tarehe 1 Februari mwaka 2011 na unaisha tarehe 1 Februari mwaka 2013. Haya, huyu ameondolewa kwenye nyumba, vitu vyake vimechukuliwa na mwenye nyumba wake, vingine vimeharibiwa. Amekuja mahakama imsaidie huyu mwenye nyumba wake aweze kumlipa fidia na mapesa mengine. Hizi mambo mengine tutaweza kuyapitia yote, muda ni mchache. Hizi ni hoja za mahakama, ushahidi ulioletwa, mashahidi waliokuja mahakamani, mambo mengi yote ambayo yalijiri katika hiyo kesi. Sasa sisi twende kwenye hoja, mahakama imesemaje baada ya huyu mtu kuwa ameondolewa kwenye nyumba, vitu vyake vimeharibiwa, vingine mwenye nyumba amevichukua. Mtu anaharibu vitu vyako alafu vingine pia anachukua. Mahakama inakuja kusemaje? Umekuja kuomba msaada, mahakama ikusaidie vitu vyako viweze kurudi, na vingine akulipe fidia kwa sababu amekuharibia. Haya, mahakama inasemaje? Haya, mahakama inasema hivi: it is our settled view that following the expiry of his lease agreement on 1st February 2015 he was required to vacate the demised premises. Inaanza hivyo kwamba kutokana na kwamba mkataba wake uliisha tangu tarehe 1 Februari mwaka 2015, huyu mpangaji alitakiwa awe ameondoka kwenye eneo. Hoja ya kwanza ya mahakama hivi. Haya, inaendelea, mahakama inasemaje? Mkataba umeisha tarehe 1 Februari. Anasema as from 2nd February, kuanzia tarehe 2 Februari. Mkataba umeisha tarehe 1 Februari. Sasa kuanzia tarehe 2 Februari, he was a trespasser. Mahakama inasema alikuwa ni mvamizi. Ndio hiyo hoja yetu iko hapa. Inasema kuanzia tarehe 2 Februari huyu mtu alikuwa ni mvamizi katika ile nyumba. Na inaendelea kusema and in illegal occupation of the premise. Alikuwa si tu mvamizi, bali alikuwa amekalia kiharamu ile nyumba ya mwenye nyumba. Alikuwa ni mvamizi, lakini pia alikuwa in illegal occupation. Alikuwa ni mkaaji haramu katika ile nyumba. Haya, baada ya kujua kwamba alikuwa mvamizi na mkaaji haramu, mahakama inasemaje? Anasema hivi: as such he was not entitled to any notice before eviction. Kutokana na hilo hakustahili kupewa notice yoyote kabla ya kuondolewa. Ndio haya mambo tunayowaambia kwamba mkataba umeisha, utapewa notice, unatakiwa utaondolewa kwa nguvu. Mahakama inabariki, vitu vyako vitachukuliwa, pia mahakama inabariki, inasema hilo jambo. Haya, katika kesi hii mahakama ikalifaa ile kesi ya Princess Nadia ambayo tumeona ile ya kwanza ya mwaka 2021, ikaielezea kwamba tulishawahi kuamua hivyo huko nyuma mwaka 2021 kwa sababu hii kesi ni mwaka 2022. Haya, inasemaje? Inarudia kwamba it is our considered view that since from 2nd February the appellant was in illegal occupation and trespasser in the first respondent's premise. Kwamba kutangia huyu tunaona mkataba wake ulisha tarehe 1 Februari. Sasa kuanzia tarehe 2 Februari sisi tunasema, mahakama inasema kwamba alikuwa kiharamu katika ile nyumba. Haya. Haya. Sasa mahakama inazidi kusisitiza hapo kwamba having been a lawful occupation of the demised premises after expiry of his lease, the appellant had no right to claim any compensation from the forceful eviction. Kwamba kutokana na kwamba tayari tagia tarehe 2 alikuwa ni mtu haramu katika ile nyumba, hana haki yoyote. Nataka kukuonyesha hapo. Had no right to claim any compensation from the forceful eviction. Tumeona hapo juu huyu mtu alikuwa anaomba vitu vingi. Anaomba faida yake ambayo imepotea, alikuwa anaomba yule mtu amrudishie vitu vyake, alikuwa anaomba fidia ya vitu ambavyo vimeharibiwa. Mahakama inasema had no right to claim any compensation from the forceful eviction. Hana haki ya kudai chochote kutokana na kuondolewa kwake katika ile nyumba. Haya, mwisho nini kinatokea? Case dismissed. Haya, dismissed with cost. Haya, kesi imefutwa.
alafu anatakiwa amlipe gharama yule mwenye nyumba wake. Ni kesi ya tarehe 5 Oktoba mwaka 2022. Hii ni kesi ya pili ambayo inazungumzia jambo kama hilo, kwamba kodi ikiisha wewe ni mvamizi na mahakama huwezi ukadai chochote hata kama vitu vyako vitachukuliwa. Kesi ya tatu ni hii hapa. Nataka nikuonyeshe. Hii ni kesi ya tatu katika jambo kama hili. Huyu naye alikuwa na, unaweza kusoma hapa, the appellant is challenging the legality of eviction. Alikuwa na yeye amepanga katika nyumba, ameondolewa na baadhi ya vitu vyake vimechukuliwa. Mahakama inaamuaje sasa baada ya vitu vyake kuwa vimechukuliwa huyu mtu? Anasema hii ni kesi mpya ya mwaka 2025. Naye alikuwa ameomba vitu vyake, alipwe fidia, alipwe nini? Unaona alikuwa ameomba milioni 105 compensation fidia, kwamba ameondolewa kialamu, hakupewa notice, utaratibu wa kumuondoa haukufuatwa, hakukuwa na oda ya mahakama, hakukuwa na nini. Kwa hiyo anaomba mahakama iweze kumlipa, muamuru huyu mwenye nyumba wake aweze kumlipa fidia. Sasa kuna kitu kingine cha muhimu sana nataka unielewe, na nimekuwa nikikuelezea jambo kama hili. Nilikuwa nikisema kwamba mwenye nyumba anaweza akachukua hata vitu vyako, na usiwe na popote pa kulalamika. Katika kesi hii jambo hilo limetokea. Huyu ameondolewa katika nyumba na vitu vyake vimechukuliwa. Amekwenda kulalamika, at least hata vile vitu vyake viweze kurudi. Huyu ni mpangaji, vitu vyake viweze kurudi. Mahakama inasemaje kuhusu kurudisha vitu vyake? Hili jambo nisikize kwa makini. Anasema hivi, haya maneno ni ya mahakama, sio maneno ya wakili msomi. Ni maneno ya mahakama ya rufaa Tanzania. Mahakama ya rufaa ndio mahakama ya juu zaidi Tanzania, na ndio mahakama ya mwisho. Ikiamua imeamua, na ndio maana maamuzi yake yanatolewa na majaji watatu. Kwa hiyo mahakama inasema nini? Vitu vyako vimechukuliwa na mwenye nyumba wako baada ya kodi yako imeisha. Mahakama inasema nini? Kesi inasema hivi, the other area of complaint, yani kwamba eneo jingine ambalo huyu mlalamikaji alikuwa akilalamika mpangaji, is that after the eviction of the appellant, the respondent retained some of the appellant's assets in order to recover outstanding rent, although there was no court order issued to that effect. Kwamba eneo jingine ambalo alikuwa akilalamikia huyu mpangaji ni kwamba wakati anaondolewa katika ile nyumba, mwenye nyumba baadhi ya vitu vyake alivichukua, na alivichukua analalamika kwamba hakukuwa na court order na hakukuwa na nini, alibeba vitu vyake akavichukua. Sasa jibu la mahakama ni nini? Haya maneno naweza kayazoom ili muweze kuyaona vizuri. Sitaki mseme wakili anatunga maneno yake. Anasema hapa kwamba eneo jingine la malalamiko alilokuwa akilalamikia ni kwamba vitu vyake vimechukuliwa na huyu mwenye nyumba wake. Mahakama inakuja kutoa jibu ya jambo hilo. Jibu lake nalitoa hapa chini. Inasema hivi, huku juu tumeona analalamikia kwamba vitu vyake vimechukuliwa. Anasema, since the appellant was a trespasser, she is not entitled to claim anything arising out of the eviction that was carried out. Kwamba kwa sababu tumeshasema kwamba huyu mkataba wake ulikuwa umeisha, na kwa maana hiyo alikuwa ni mvamizi katika ile eneo, hastahili kudai fidia au chochote. She is not entitled to claim anything. Tena sio fidia, sio compensation, kwa sababu ingesema she is not entitled to any compensation, ingekuwa ni neno ambalo linaeleweka. Imesema anything, yani she is not entitled to claim anything. Hasitahili kulalamikia chochote. Hastahili kulalamikia chochote. Naweza karudia haya maneno kwamba since the appellant was the trespasser, kwa sababu huyu alikuwa tayari ni mvamizi, she is not entitled to claim anything arising out of the eviction that was carried out lawfully. Kwamba hastahili kulalamikia chochote kile ambacho kilichukuliwa au ambacho kilitokea wakati yeye alikuwa ni mvamizi. Hadi maamuzi ya mahakama inasema hivyo. Na inasisitiza mahakama kwamba the appellant continuing occupation of the premises was unlawful, kwamba kile kitendo chake cha kuendelea kukaa pale kilikuwa ni haramu, na hivyo hawezi kustahili kulalamikia chochote. Inasisitiza tena kwamba since she stayed there as a trespasser, we think that she cannot be heard raising this issue at this stage. Kwamba kwa sababu aliamua kukaa mwenyewe pale, kodi yako imeisha, umeendelea kukaa pale kama mvamizi as a trespasser, she cannot be heard. Hatutaki kukusikia ukiraise issue ya namna hiyo, raising this issue at this stage. Hatuwezi kukusikia ukileta malalamiko ya namna hiyo. Hii ni kesi ya tatu, na kesi hii
nataka nikuonyeshe hii kesi ni mpya kabisa. Hii kesi ni mpya. Sasa kuonyesha hapa. Maamuzi yake ni ya tarehe 6 Machi mwaka 2025. Ni kama wiki mbili zilizopita ndio maamuzi haya yametolewa. Wiki mbili zilizopita, mwezi huu. Mahakama ya Rufaa inasema maneno kama hayo kwamba hata vitu vikichukuliwa huwezi ukadai kwa sababu wewe tayari ni mvamizi haramu. Sasa hilo ndio jambo la kuzingatia nilichokuwa tunakisema hapa. Sasa nataka nikupeleke haraka haraka ujue katika hizi kesi tatu hizi ambazo tumezionyesha na mahakama inavyosema, sisi tunapata mafunzo gani katika hizi kesi tatu. Mafunzo ya kwanza ya kuondoka nayo kwamba ni ruhusa mpangaji kuondolewa ndani ya nyumba bila taarifa notice kama mkataba wake umeisha. Hicho ni kitu cha kwanza tumeona katika zile kesi. Cha pili ni ruhusa mpangaji kuondolewa kwa nguvu kama mkataba wake umeisha. Tumeona jambo kama hilo kwenye zile kesi tatu. Jambo la tatu, mpangaji hawezi kudai kupotelewa na vitu ama fedha wakati akiondolewa kwa nguvu. Kuna wale watu ambao wakiondolewa kwa nguvu wanakuja kusema ndani ya nyumba yangu nilikuwa nimeweka milioni 10 zangu zimepotea. Nilikuwa nimeweka milioni 5 zangu zimepotea. Sijui kitu gani kimeharibika. Sijui kikaenda kikarudi. Huwezi kudai hivyo vitu. Tumeona vizuri kwenye zile kesi zote tatu. Kesi ya 2021 mahakama ikasema kitu hicho hicho. 2022 ikarudia kitu hicho hicho. Juzi mwezi wa 3 2025 ikarudia kitu hicho hicho. Kitu kingine, mpangaji hawezi kudai vitu vilivyochukuliwa ama kushikiliwa na waliomtoa kwenye nyumba. Mwenye nyumba wako akaja akakutoa kwenye nyumba, vile vitu ambavyo amevishikilia, huwezi ukaenda kuvidai, labda amue kukupa kwa hisani yake. Tumeona katika ile kesi inasisitiza vizuri hapa. Haya, kitu kingine, mpangaji hawezi kulalamika kuwa wakati anaondolewa hakukuwa na amri ya mahakama. Huwezi tena kulalamika kusema kwamba wakati ninaondolewa hakukuwa na amri ya mahakama. Ukishakuwa mvamizi, mwenye nyumba ana haki ya kuondoa muda wote bila hata amri ya mahakama. Hizi kesi zote waliokuwa wanalalamika walikuwa wanasema hakukuwa na amri ya mahakama. Mahakama imesema kwamba unapokuwa mvamizi hautaji amri ya mahakama, labda mtu amue mwenyewe. Haya, kitu kingine, mpangaji hawezi kudai fidia yoyote ya kuharibikiwa ama kupotelewa na chochote au kusababishiwa usumbufu wowote au hasara yoyote. Kitu kingine, mpangaji kulipa kodi kidogo kidogo na wakati mkataba wake una ya kwanza kabisa pale mpangaji alikuwa analipa hela kidogo kidogo na mahakama ikahesabu kwamba mkataba wake ulikuwa umeshavunjika na hivyo hakukuwa na mkataba. Kwa hiyo hadi mafunzo ambayo tunayapata katika hizi kesi tatu ni mambo ya kuwa makini nayo kidogo. Kingine ni kwamba kwa nini mpangaji hawezi kulalamikia lolote hapo juu? Tumeona hayo juu. Huwezi kulalamikia notice kwamba haikuwepo, huwezi kulalamikia kwamba vitu vyangu vimepotea, huwezi kulalamikia kwamba nilionewa, huwezi kulalamikia kwamba hakuwa na amri ya mahakama. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya hichi kitu kinaitwa kwamba huwezi kufaidika na makosa yako mwenyewe. Kwamba wewe unachukuliwa kwamba tayari wewe ulikuwa kwenye makosa. Kwa hiyo kama ulikuwa kwenye makosa, huwezi tena ukaja kudai fidia kutokana na makosa yako mwenyewe. Nimekupa mfano mzuri kwamba mwizi amekuja kuiba nyumbani kwako, amekuta chakula cha sumu amekula, halafu baadaye akapata madhara. Hauwezi kwenda mahakamani kwenda kushtaki kwamba nilikuja kuiba nyumbani kwako, nikala chakula chenye sumu, kwa hiyo nilipe fidia. Hauwezi kulalamikia hivyo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba huwezi ukanufaika kwa makosa yako mwenyewe. Upo kwenye nyumba, kodi yako imeisha, mkataba wako umeisha, maana yake tayari upo kwenye ile nyumba kiharamu. Kwa hiyo chochote ambacho kitakutokea huwezi tena ukaja kukilalamikia kwamba nimeonewa. Haya, haraka cha kufanya ni kwamba mkataba wako kama umeisha, mimi nashauri ongea vizuri na mwenye nyumba wako. Usiwe mbabe. Mkataba umeisha, kodi imeisha, kitu cha kufanya ongea vizuri na mwenye nyumba wako muweze kuelewana katika masuala mawili matatu. Kingine ambacho niliwahi kusisitizia kwenye mada zilizopita nilikwambia ni kwamba hakikisha kwenye mkataba wako unaweka mambo ya msingi kama haya ili usije ukaondolewa na mambo mengine ya kutokea kama haya. Weka kama vipengele ambavyo vinahusiana na hili jambo. Muda wa kuondolewa, labda unaweza kusema kabla sijaondolewa lazima kuwe na miezi 3 ya taarifa na vitu kama hivyo. Ukiweka hivi itaweza kukusaidia. Haya maamuzi yote niliyosoma huko juu, hizi kesi tatu zote nilizozionyesha ambazo zinazungumzia mambo haya. Hizi hapa. Hizi kesi ni kesi za mahakama ya rufaa. Mahakama ya rufaa Tanzania ndio mahakama ya mwisho. Ikishatoa maamuzi, biashara imeisha. Na maamuzi yake yanatolewa na majaji watatu. Kwa hiyo ni kitu serious kidogo, lazima muelewe. Na pamoja na kutolewa na majaji watatu ni kwamba huwezi tena kukata rufaa kwenda juu kwa sababu hii ndio inakuwa ni mahakama ya mwisho. Na maamuzi ya mahakama ya rufaa pamoja na mahakama kuu ni sheria. Kwa hiyo ninaposema kwamba kesi hii inasema hivi, maana yake sheria ndivyo inavyosema. Maamuzi ya mahakama ya rufaa na mahakama kuu ni sheria kwa mujibu wa Tanzania. Otherwise tulikuwa tunazungumzia nini? Tulikuwa tunazungumzia kwamba mpangaji anahesabika kuwa ni mvamizi pale tu mkataba wake unapoisha. Kwamba mkataba wa mpangaji unapoisha, kuanzia hapo yeye anakuwa anahesabika kwamba ni mvamizi na anastahili kupata haki zote anazostahili kupata mvamizi.
Yaani mvamizi haki anazostahili kupata ndizo anazostahili kupata mpangaji ambaye mkataba wake umeisha. Na tukasema hizo kesi kwa mtu anayetaka kutafuta akasome rufaa namba 242/2018, kuna rufaa namba 363/2019, kuna rufaa namba 282/2022. Tukazielezea vizuri na tukasema mambo yanayopatikana ni humu, kwamba ni ruhusa mpangaji kuondolewa kwa nguvu kama mkataba wake umeisha, ni ruhusa kuondolewa bila taarifa, bila notice. Pia hawezi kudai chochote ambacho kimeharibika, kama chochote kimeharibika au lolote lililomtokea. Pia hawezi kudai kwamba hakuna amri ya mahakama nimeondolewa bila amri ya mahakama. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi ya kuweza kuzingatia. Otherwise mambo mengine ambayo yamekupita, masuala ya ndoa, masuala ya mirathi tumekuwa tukizungumzia, masuala ya ardhi, mambo mengi tumekuwa tukizungumzia. Nenda kwenye ukurasa wangu wa Facebook, andika Advocate Bashir Yakub, utaweza kupata vitu vyote vilivyo kupita. Lakini pia itakusaidia ukisha follow vile ambavyo vitu tunaposti, utakuwa unaweza kupata moja kwa moja. Majina yangu mazuri, naitwa wakili msomi mwandamizi wa Mahakama Kuu ya Tanzania, Bashir Yakub. Tukutane katika kipindi kingine kizuri zaidi ya hiki katika muda mwingine. Asante sana. Sheria Updates na wakili Bashir Yakub.